Siku 20 baada ya kuzikwa kwake, kuna kiongozi mpya anatarajiwa kwamba awe amechaguliwa ndani ya siku 20. Unadhani atatoka Afrika? Sisi tunasali atoke popote, lakini akitoka Afrika tutafurahi pia sana tu. Taarifa yetu kuu siku huu. Risala za rambirambi zinaendelea kutolewa huku ulimwengu ukiomboleza kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Mtakatifu Francis. Tumekuandalia makala maalum usiku wa leo. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amefariki akiwa na umri wa miaka 88. Msemaji wa Vatican Kardinali Farrell amesema kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alifariki katika makazi yake huko Casa Santa Marta, Vatican. Papa ametajwa kama mtumishi wa Mungu ambaye katika maisha yake yote alijitolea kwa huduma ya Bwana na kanisa lake. Alim Makbul ana maelezo zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Skola Kisanga. Uchaguzi wake wa kushtukiza wa mwaka 2013 uliashiria mwanzo wa uongozi wa aina ya kipekee na uliotofauti ukilinganisha na yeyote aliyeshikilia wadhifa huo kabla yake. Jorge Bergoglio alikuwa na asili ya Italia, lakini alizaliwa Argentina. Wakati akiwa katika mafunzo ya dini, aliwahi kufanya kazi za usiku kama mlinzi katika klabu moja ya burudani. Wanafunzi wenzake wa ushemasi walifungwa jela na kupitia mateso wakati wa utawala wa kidikteta wa kijeshi nchini Argentina. Yeye aliteuliwa kuhudumu kama askofu mkuu wa Buenos Aires. Wengine walimshutumu kwa kuunda urafiki wa karibu na serikali iliyokuwa madarakani. Kama papa, bado alitembelea waliokuwa rafiki zake, ambapo alipewa jina la mtakatifu aliyewapigania masikini katika jamii. Papa Francis aliashiria kwamba upapa wake haukuwa na mizizi katika Roma, lakini katika maisha ya waumini ulimwenguni kote, na hasa wale walio katika changamoto za kiuchumi. Aliishi maisha yasiyo rasmi kama papa, hali iliyodhihirika wazi hata wakati wa hafla mbalimbali. Tangu mwanzo mtindo wake haukuwa rasmi, na kitendo chake cha kwanza kama papa kilikuwa kulipa bili yake hotelini. Katika ishara zake za mapema, kama kuosha miguu ya wazee na wafungwa, alionyesha hamu ya viongozi wengine wa kanisa Katoliki kuwa karibu na wasiojiweza. Mara nyingi alisisitiza kuhusu kulindwa kwa wakimbizi na wahamiaji, wakati akiweka shada la maua juu ya maji ambapo wengi wa wahamiaji walikufa katika safari zao hatari za majini. Alisafiri kote duniani na kuvutia umati mkubwa sana wa watu. Nchini Brazil, watu milioni 3 walikusanyika kwenye pwani ya Copacabana. Na huko Filipino, alivunja rekodi za misa kubwa zaidi ulimwenguni, kwani watu milioni 6 walijitokeza kujiunga naye. Alilinganisha usawa wa kiuchumi na mazingira. Katika video za kuzindua waraka wa Papa, alisema mabadiliko ya tabia nchi yanasababishwa na nchi tajiri ambapo yanaathiri zaidi mataifa masikini. The Pope of the Holy See. Mnamo mwaka 2015 alikuwa papa wa kwanza kuhutubia bunge la Marekani. Ninashukuru sana kwa mwaliko huu. Alizitaka nchi tajiri kuilinda dunia. God bless America. Aliomba msamaha kwa kashfa unyanyasaji wa kijinsia kwa watoto unaofanywa na mapadri wa kanisa Katoliki. Mungu anachukizwa na unyanyasaji wa watoto. Katika ziara yake huko Ireland, ya kwanza kutembelewa na Papa Mtakatifu katika kipindi cha muda wa miaka 40, aliomba msamaha kwa waathiriwa wa karibu kila tukio, lakini bado hata hivyo kashfa ziliendelea kujitokeza. Upapa wake uliashiria mabadiliko katika masuala ya wanaojihusisha na mapenzi ya jinsi moja. Wakati mmoja alizungumza akisema, mimi ni nani wa kuhukumu? Wakati akizungumza juu ya askofu anayejihusisha na mapenzi ya jinsi moja. Lakini baadhi ya wenye misimamo mikali wanasema kwamba vitendo vyake na msimamo wa Vatican na mafundisho ya kanisa yamebadilika kidogo. Hata hivyo, Wakatoliki wa hafidhina walikosoa msimamo wake. Lakini kwa njia fulani alikuwa kama Papa John Paul wa pili, ambaye alimfanya mtakatifu. Na alikuwa na maoni na misimamo tata juu ya utoaji mimba, uzazi wa mpango, kuwasili watoto na hata usawa wa kijinsia. Mtindo wake wa upapa hata hivyo haungeweza kuwa tofauti zaidi na mtangulizi wake wa karibu Benedikto wa 16,
ambaye hata hivyo yeye mwenyewe ndiye alisimamia mazishi yake. Kupitia idadi kubwa ya makardinali kutoka nchi zinazoendelea ulimwenguni aliowateua, alibadilisha mfumo wa uongozi katika kanisa Katoliki. Katika miaka hivi karibuni, Papa Francis alikumbwa na matatizo ya kiafya. Haya yaliathiri kwa kiasi kikubwa sana utendaji kazi wake, lakini alipata ugumu wa kupunguza ratiba yake yenye shughuli nyingi kila siku. Buona domenica a tutti. Mbali na kuwa papa, alikuwa mchungaji, mnyenyekevu na mwenye kupenda ushirika na waamini wa kawaida wa hadhi ya chini na sio wenye nyadhifa wala mamlaka. Maisha ya Papa Francis yalikuwa vipi kabla ya kupokezwa jukumu la kuliongoza kanisa Katoliki? Huyu hapa Hamida Abubakar na maelezo zaidi. Kiongozi huyu alizaliwa mjini Buenos Aires, Argentina tarehe 17 Disemba mwaka 1936 na kupewa jina Jorge Mario Bergoglio. Babake Mario alikuwa mhasibu katika shirika la reli nchini humo. Mamake Bi Regina Sivori alikuwa mke nyumbani anayejishughulisha zaidi na kuwalea watoto wake 5. Kabla ya kuingilia shughuli za kidini na hatimaye kujiunga na chuo cha mafunzo ya kidini, katika ujana wake Papa Francis alipenda sana kandanda na aliwahi kufanya kazi za kawaida kama mlinzi katika jumba la starehe. Na katika shughuli zake za kidini, kuna wakati viongozi wa kisiasa wa Argentina walimtaja kama mpinzani wao wa kisiasa. Papa Francis anajiita mtu wa kawaida. Msemo wake maarufu na ambao ameutumia mara kadhaa ni kwamba watu wangu ni maskini na mimi ni mmoja wao. Si jambo la kushangaza kwani kiongozi huyo wa Katoliki bilioni 1.4 anaishi maisha ya kawaida sana katika nyumba ya kawaida, makao makuu ya Vatican. Alikuwa akijipikia chakula chake mwenyewe. Papa Francis hata kabla ya kutawazwa kwake na kuwa kiongozi wa Katoliki duniani, katika huduma zake za kidini alionekana kama mtu wa kawaida sana asiyetaka makuu. Hata mavazi yake ya kidini sio yale yaliyo na mapambo mengi. Hii ni kutokana na kwamba yeye ni wahuduma wa Jesuit. Wafuasi wa huduma hii ni makasisi waliojitolea kuishi maisha ya umaskini na kuwahudumia zaidi maskini na wasiojiweza miongoni mwa jamii. Alitawazwa kuwa kasisi wa kanisa Katoliki akiwa na umri wa miaka 33. Hatimaye alipanda na kuwa askofu wa jimbo la Buenos Aires mwaka 1998, na miaka 3 baadaye Papa John Paul wa pili alimtawaza kuwa kardinali. Viongozi kadhaa wa dini na madhehebu mengine wamemtaja Papa Francis kama kiongozi mwenye kupenda uhusiano bora miongoni mwa dini na madhehebu tofauti. Kwa mfano, mwezi Novemba mwaka 2012 katika kanisa kuu la Kikatoliki mjini Buenos Aires, Papa Francis aliwaleta pamoja viongozi wa Kiyahudi, Waislamu na madhehebu ya Kiinjilisti katika ibada maalum ya pamoja ya kuombea amani na suluhu ya machafuko Mashariki ya Kati. Tarehe 13 Machi mwaka 2013 alipochaguliwa kuwa kiongozi wa Wakatoliki wote duniani, viongozi wa Kiislamu mjini Buenos Aires walisifu uteuzi wake na kumtaja kama rafiki wa Waislamu na mtu anayependa kushauriana na watu wa dini zote. Kabla ya kifo chake, Papa Francis alikuwa anachunguzwa nyumbani na madaktari wake baada ya kulazwa hospitalini kwa wiki 5. Sasa Leila Mohamed anatueleza ni ugonjwa gani uliomtatiza kiongozi huyo kwa muda mrefu. Papa Francis amekuwa akipokea matibabu hospitalini. Amekuwa akiugua homa ya mapafu iliyosababishwa na virusi vya bakteria. Hii inamaanisha nini? Homa ya aina hii inamaanisha mapafu mawili yameathirika. Double pneumonia means. Homa hii inamaanisha mapafu mawili yameathirika, pafu la kulia na la kushoto. Maambukizi ya bakteria yanamaanisha kuwa vijidudu vinavyosababisha maambukizi ambavyo vinaweza kuwa bakteria, virusi ama kuvu vinavyosababisha maji kujaa kwenye pafu. Akiwa mwenye umri wa miaka 21,
Papa Francis alipata uvimbe wa tishu za mapafu. Madaktari walitoa sehemu ya pafu lake la kulia ili kulitibu, lakini matibabu hayo pia yalimweka katika hatari ya kupata maambukizi mengine. Papa amekuwa akipata matibabu ya kupambana na bakteria na kupunguza uvimbe. Matibabu yake yalipunguza nguvu ya sherehe za mwaka mtakatifu katika Vatican. Mnamo mwezi Disemba, Papa Francis aliadhimisha sherehe hizo, ambapo Rome inatarajia mamilioni ya mahujaji kutoka kote duniani. Huku wageni wengi wakitarajiwa, afya ya Papa imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu. Mnamo mwezi Disemba, Papa Francis aliadhimisha sherehe za ufunguzi wa mwaka mtakatifu, ambapo Rome inatarajia mamilioni ya mahujaji kutoka kote duniani. Huku wageni wengi wakitarajiwa, afya ya Papa imekuwa ikifuatiliwa kwa karibu. Makala haya maalum yanaendelea baada ya muda usio mrefu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Sasa habari za hivi punde ni kwamba sasa imethibitishwa na tunaweza kutangaza kwamba Papa Francis amefariki kutokana na kiharusi. Viongozi mbalimbali kote duniani wamemwomboleza na kutoa heshima zao kwa Papa Francis. Mfalme Charles wa Uingereza na Malkia Camilla ambao walikutana na Papa katika ziara rasmi nchini Italia mapema mwezi huu wamesema, na hapa ninawanukuu: "Tumehuzunishwa sana na kifo cha Papa Francis. Alikuwa mwenye huruma na alijitolea bila kuchoka kwa wenye imani." Mwisho wa nukuu. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance aliyekutana na Papa hapo jana ameandika kwenye mtandao wake wa X na kusema kwamba, "Nilifurahi kumwona jana, ingawa ni wazi alikuwa mgonjwa sana. Mungu ailaze roho yake." Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kupitia taarifa aliyotoa ametoa rambirambi zake kufuatia kifo cha Papa Francis na kusema kuwa katika kipindi chote cha uongozi wake wa miaka 12 wa kanisa Katoliki, Papa Francis aliishi maisha yake kama mwalimu na kiongozi aliyehimiza ustawi na maendeleo ya watu pamoja na kulinda amani. Mwisho wa nukuu. Rais wa Kenya William Ruto amesema kanisa Katoliki limepoteza pakubwa kutokana na kifo cha Papa Francis, na sio tu viongozi waliotoa kauli hizo. Haya hapa ni maoni ya baadhi ya Wakatoliki kutoka nchi kadhaa za Afrika Mashariki. Ni baba, niseme baba ambaye alipenda watoto wake na akaonyesha ule upendo kwa kuwa mtu wa huruma, kuonyesha hiyo na kudhihirisha hiyo huruma kwa watu, hasa wale ambao walikuwa wanyonge. Alikuwa anatembelea wafungwa magerezani, anaenda kuwaosha miguu, anatembelea maskini. Tunamkumbuka kwa kazi ambayo alijitolea, kando na kuhakikisha kwamba anafanya kule anakaa Roma, alikuwa tayari kutambua sehemu nyingine ambazo zinahitaji hivi sala, kwa sababu watu wakiona kwamba Baba Mtakatifu akipata nafasi ya kuwajongea, na pia anapata nafasi ya kumtafuta Mwenyezi Mungu karibu. Na hili lisaidia pia kuvuta watu kusongea kanisa, kuja kanisani, kumtafuta Mungu kwa njia zote. Nakumbuka kwa sababu uongozi wake kweli ni moja ya mapapa ambao uongozi wake haukulega. Ulikuwa ni uongozi thabiti na kuisimamia kanisa Katoliki yeye mpaka karibu wa Kristo wote na dunia. Kwa hivyo tunamkumbuka kwa hilo. Pope wetu Francis ni pope ambaye amekuwa akitupa matumaini kama Wakatoliki, akiemphasize sisi wenyewe tuanzishe imani yetu kuanzia kwa familia, tukiingia kwa jumuiya zetu, tukiingia kwa kanisa, tukieneza hiyo imani ya matumaini kwa ulimwengu wote. Tutamkumbuka Papa Francis kwa vitu vingi, hasa katika mahubiri yake yalikuwa yakihimiza katika upendo, umoja, amani na mshikamano. Lakini pia Papa Francis alikuwa ni mmoja kati ya watu ama viongozi ambao walihimiza sana katika huruma. Kukumbuka na kutii yale aliyotufundisha kwa kuleta mshikamano baina ya dini zote, amani pamoja na utamaduni tufuate kama alivyotufundisha, hususan katika elimu alizokuwa anazitoa na kila kitu. Sifurahi kwa kifo ambayo kinakuja mbele ya wakati na haya fika ndani ya Kongo yetu, kwani alikuwa akitetea amani kuhusu Kongo yetu. Alikuwa akitetea amani kwa ajili ya Kongo, ijapokuwa ulimwengu haukumsikiliza au kumsikia. Ombi langu ni kwamba yule atakayekuja nyuma yake
awe vile na moyo ambao ulikuwa moyo wa huruma kama vile Papa Francisco. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Tanzania, Padri Charles Kitima, amesema Afrika kwa jumla itamkumbuka Papa Francis kwa ujumbe wake wa amani na upendo, hususan katika nchi zinazokumbwa na migogoro. Alianza kwa kumwelezea Sami Awami jinsi Kanisa Katoliki Tanzania lilivyopokea taarifa za kifo cha Papa. Mengine tunamshukuru Mungu wa zawadi ya maisha yake, na ameleta mchango mkubwa kwenye jamii, dunia, na kwenye kanisa pia. Ametukumbusha namna gani tunapaswa kuishi kama ndugu, na namna gani tunapaswa kuwa na mshikamano, na namna gani tunapaswa kuwachukua ndugu zetu wengine ambao hawana chochote, wanategemea wengine ili waweze kuishi maisha tu, waweze kuwa na uhai tu wa kawaida, hawana chakula, wana nini. Kwa amesema kwa kweli tuwapende maskini. Pamoja na mambo yote haya mazuri ambayo umeyataja, kuna wakati Papa Francis aliibua hoja tofauti kidogo ndani ya kanisa, na hasa pale alipowakaribisha makundi fulani, hasa wale ambao wanajitambulisha kama wapenzi wa jinsia moja. Hilo nalizungumziaje? Ni kweli, ni namna alivyotafsiriwa tu. Yeye alisema hawa kwanza tusiwahukumu kwamba hawa ni binadamu waliopotoka, na alitaka tuwape fursa wafike wasikie kutoka kwa Yesu aliyekuja kuwakomboa wanadamu. Yesu yeye mwenyewe anataka nini? Anataka mtu aongoke. Ndio maana Yesu anapoanza kazi yake akasema tubuni na kuiamini Injili. Kwa hiyo kila mtu anapaswa kuwa na uhakika wa kufikia Yesu anasema nini. Ujumbe wa Yesu umfikie kila mtu. Na tusimtenge mtu, kwa sababu unapomtenga unamnyima hata nafasi ya kujitambua. Mpe fursa ajitambue. Ni wazi dunia ilikuwa inaweka msisitizo, sababu tunafahamu sasa hivi dunia watu wanataka kuondokana na dini, wanataka kuondokana na Mungu, wanataka kujitawala. Sasa kama mnataka kujitawala, sasa mnataka kujitawala bila Mungu. Alisema pia hapana, lazima mjitawale ndani ya Mungu, nako kuongozwa na Mungu. Na labda unaweza kusema Papa ameacha alama gani hapa duniani katika utumishi wake? Alama kubwa aliyoiacha ni namna alivyoshikamana na maskini, na alivyoweza pia kuonyesha mshikamano kati ya binadamu na binadamu, na kuwasaidia maskini kuondoka kwenye maskini, kuwanyanyua maskini katika hali zao ili waweze kuwa na kipato cha kupata mahitaji yao kila siku, na walivyo navyo wengine washirikiane na maskini, washirikishe maskini. Usiwe wewe uliye nacho kadiri ya yeye. Anasema wewe uliye tajiri, Mungu ameviweka tu hivyo mikononi mwako, lakini hivyo ulivyopewa uvishikilie mkononi mwako, unapaswa kuwafikishia wengine. Siku 20 baada ya kuzikwa kwake, kuna kiongozi mpya anatarajiwa kwamba awe amechaguliwa ndani ya siku 20. Unadhani atatoka Afrika? Sisi tunasali atoke popote, lakini akitoka Afrika tutafurahi pia sana tu. Mwingine wanasema imekuwa miaka mingi, kanisa la Afrika ni kanisa linalokuwa zaidi labda kuliko hata makanisa mengine duniani kwa sasa. Hudhani kwamba hizi ni sababu zote ambazo zinasema Afrika ni zamu yao sasa kupata? Kwa kweli tungesema kwamba kweli kanisa la Afrika linakuwa sana katika karne hii, na ni baraka kwa kanisa duniani kuwa na kanisa linalokuwa. Sababu mwisho wa siku kazi za kanisa na kazi za Mungu zinahitaji watu. Kwa hivi Afrika pia inakatoa kiongozi, hatukatai. Inaweza katoa uongozi, lakini lengo ni kuwatumikia watu, na kiongozi anaweza kutoka sehemu yoyote ile. Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa si watu wengi ambao hupata fursa ya kipekee kukutana ana kwa ana na kiongozi kama Papa Francis, ila baadhi walifanikiwa, kama vile Kisita Ndongo Rachel kutoka Kinshasa, DRC. Agnes Penda anaripoti. Kisita Ndongo Rachel alikuwa ametamani sana kukutana na Papa Francis angalau amwombee. Alidhani kuwa hamu hiyo ya zamani imetimia aliposafiri hadi Vatican, makao makuu ya kanisa Katoliki, na anakoishi Papa, ambako alitarajia wapatane. Rachel alikuwa katika mstari wa mbele kumwona kiongozi huyo.
Nilikodi chumba cha hoteli ndani ya Vatican na asubuhi nilienda kumwona wakati Papa alipokuwa anazungumza na waumini, na kulikuwa na maelfu ya watu kutoka kote duniani. Nilimwona akipita kwa karibu sana, kwani nilikuwa mstari wa mbele. Nilifurahi mno kumwona kwa macho yangu. Ilikuwa ni wakati mzuri kwangu kama Mkristo. Hakupata kumgusa wakati huo, ila ziara ya Papa ya Kinshasa DRC mwaka 2023, mwaka mmoja baadaye, ilimpa fursa nyingine. Licha ya hofu aliyokuwa nayo, alivuka mstari uliowekwa na walinda usalama na kumgusa. Alipokaribia tu, nilichukua rozari yangu ambayo nilikuwa nimeipata kutoka Roma. Niliwaza hii rozari yangu imeshabarikiwa, lakini nataka aibariki nikiona. Alipotoka tu na alipokaribia, sikungoja. Alikuwa ni kama mita 100 hivi kutoka nilipokuwa. Nikakimbia na nikawapita walinzi. Nikapiga magoti. Nikamwambia anibariki. Akanibariki na akabariki rozari yangu. Jambo hilo liliimarisha imani yake ya Kikatoliki. Rachel anasema alibadili tabia yake na kuwa kielelezo cha vijana wa Katoliki. Wito wa amani kutoka kwa Papa Francis anaukumbuka zaidi. Papa alizungumzia kukomeshwa kwa vita nchini na aliwataka wote walioko DRC kinyume cha sheria waondoke. Ulikuwa ujumbe ulio na nguvu sana. Ingawaje ziara hiyo ilifurahisha, hakuweza kuzuru Goma. Eneo hilo la mashariki mwa DRC limeathirika zaidi na vita. Alitaka kwenda huko kukutana na watu walioachwa bila makazi, kukutana pia na wanawake na familia zilizoathirika. Kando na Rachel, Wakatoliki wengine pia kutoka DRC wanasema wanamkumbuka kwa jumbe zake za kuleta amani nchini humo alizozitoa katika ziara hiyo. Wakati akaomba Wakongomani kuwa katika umoja na kuishi katika umoja kama wandugu. Na hii kanigusa sana. Ujumbe wake ambao alitoa hiyo siku ulikuwa ujumbe wa amani kabisa. Licha kwamba ujumbe haujatekelezwa bado, lakini ilikuwa ujumbe ambao mimi binafsi ukanigusa sana. Aliniongezea imani kubwa sana ya kukua Katolike na nisitoke ndani ya kanisa Katoliki. Niliona mahubiri aliyefundisha ilikuwa yenye inabeba yote. Hii si kuhusu mapendo, tupendane sisi wote. Kwamba kama unapenda mwenzako hauwezi mfanyia kibaya. Papa pia alizuru nchini Sudan Kusini kwa madhumuni ya kuzungumzia amani. Wakatoliki kama Rachel wana matumaini kwa ujumbe wa amani alioacha Papa utazingatiwa na kutekelezwa. Agnes Penda, BBC.